Ahlan sahlan marhaba bikum mtazamaji Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na kukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na polisi mkoani Mwanza kuimarisha doria kwenye maeneo yote ya miradi ya serikali ikiwemo reli ya SGR. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupitia YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Othman, karibu tuwe sote. Na barabara kabisa mtazamaji, mchezo kwa tunzo na habari za kitaifa. Baraza la mitihani Tanzania NECTA limetangaza kuanza kwa mtihani kidato cha 6 na ualimu inayotarajiwa kuanza Mei 5, 2025 nchi nzima, ambapo maandalizi ya mitihani hiyo yamekamilika, huku wito kwa kamati za mitihani kuhakikisha kuwa usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa na kuhakikisha vituo hivyo vinatumika kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na baraza hilo. Tupate taarifa zaidi. Mtihani wa kidato cha 6 ni hatua muhimu katika safari ya elimu kwa wanafunzi ambao huashiria hitimisho la elimu ya sekondari na hutoa fursa kwa watahiniwa kuingia vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania NECTA, Dr. Saidi Mohamed, amesema jumla ya watahiniwa 134,390 wamesajiliwa kufanya mtihani huo wa kidato cha 6, ambapo watahiniwa wa shule ni 126,957 na watahiniwa kujitegemea ni 7,433, huku walimu watakaofanya mtihani ni 10,895. Kati ya watahiniwa wa shule waliosajiliwa, wavulana ni 64,581 sawa na 51%, na wasichana ni 62,376 sawa na 49%. Kwa watahiniwa kujitegemea, wanaume ni 4,782 sawa na 64%, na wanawake ni 2,651 sawa na 36%. Kwa mwaka 2025 kuna ongezeko la watahiniwa 20,854 sawa na 18.4% ikilinganishwa na mwaka 2024 ambapo idadi ya watahiniwa ilikuwa 113,536. Dr. Saidi amesema jumla ya watahiniwa 10,895 wamesajiliwa kufanya mtihani wa ualimu Mei 5, 2025, na kati ya watahiniwa hao 3,100 ni wa ngazi ya stashahada na 7,795 ni wa ngazi ya cheti. Kwa upande wa mtihani wa ualimu, jumla ya watahiniwa 10,895 wamesajiliwa, ambapo kati yao 3,100 ni wa ngazi ya stashahada na 7,795 ni wa ngazi ya cheti. Kwa ngazi ya stashahada, wanaume ni 1,751 sawa na 57%, na wanawake ni 1,349 sawa na 43%. Aidha, kwa ngazi ya cheti, watahiniwa 3,808 sawa na 49% ni wanaume, na watahiniwa 3,987 sawa na 51% ni wanawake. Baraza hilo pia limewataka wasimamizi wa mitihani walioteuliwa kuhakikisha kuwa wanasimamia mitihani hiyo kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu kwa kuzingatia kanuni na miongozo ya baraza hilo. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam. Na polisi mkoani Mwanza imesema itaendelea kuimarisha doria kwenye maeneo yote yenye miradi ya serikali ikiwemo reli ya SGR ili kuhakikisha wahalifu hawapati nafasi ya kuiba na kuuza mali za miradi hiyo. Respicious Kaiza kutoka jeshi la polisi ana taarifa hii. Akizungumza na wakazi wa wilaya ya Kwimba kwa nyakati tofauti, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishina wa polisi Wilbrod William Mutafungwa amewataka wananchi hao kuwafichua watu wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu. Msikubali kupokea mali za wizi kutoka kwenye mradi. Msikubali kuwakumbatia watu ambao ni wahalifu wanaiba kwenye mradi. Wafichueni wahalifu wa aina yoyote wanaofanya matukio na kusababisha mkwamo katika mradi wetu, mradi mkubwa wenye thamani kubwa katika nchi yetu. Sisi tunalo jukumu la kuulinda mradi huo. Aidha, kamanda Mutafungwa amewakumbusha wananchi umuhimu wa kuilinda amani, hasa wakati huu wa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba 2025. Tutakuwa na maamuzi ya kumchagua mheshimiwa diwani, kumchagua mheshimiwa mbunge na kumchagua mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano
wa Tanzania. Ndugu zangu, nichukue jukumu hili kuwakumbusha kwamba sote tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunailinda amani iliyopo katika mkoa wetu. Jukumu la kuilinda amani iliyopo katika mkoa wetu ni jukumu la wananchi wote wa mkoa wa Mwanza, ili kuhakikisha kwamba amani hiyo inalindwa. Katika kipindi cha kampeni, amani iendelee kuwepo. Wakati wa kupiga kura, amani iendelee kuwepo. Wakati wa kutangaza matokeo na kuheshimika serikali, amani iendelee kuwepo. Uhalifu usiwepo kabisa. Jukumu hilo sio la jeshi la polisi peke yake, ni jukumu letu sisi sote. Tunatakiwa kuweka maeneo yetu salama, ili wale wanaofanya siasa, wanaofanya kampeni zao waweze kufanya kampeni pasipokuwa na hofu ya aina yoyote. Ewe mkazi wa Mwanza, kuwa mzalendo wa kuilinda amani ya Tanzania. Kutoka jijini Mwanza, Respicius Kaiser. Na miradi 6 yenye thamani shilingi bilioni 3.6 imekaguliwa, kuzinduliwa na kuwekewa mawe ya msingi katika halmashauri ya mji wa Makambako, huku wananchi wakieleza umuhimu wa faida za miradi hiyo baada ya kuridhishwa na ubora wake. Dickson Kanyika anatupasha zaidi. Lakini kupokea mwenge wa uhuru kutoka mkoa wa Iringa kuja mkoa wa Njombe. Ukipokelewa kutoka mkoani Iringa, mwenge wa uhuru umeanza kukimbizwa katika halmashauri ya mji wa Makambako, ambako miradi 6 imepitiwa, ukiwemo ujenzi wa shule mpya ya sekondari ya Idofi wenye thamani ya zaidi ya milioni 600. Wana Idofi ilikuwa mnaenda maeneo ya mbali kupata elimu katika maeneo haya. Zaidi ya kilomita 10 unapata shule. Leo hii mapenzi alionayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kweli wana Idofi imepata matumaini makubwa. Jipigieni makofi mengi sana. Wakazi wa Makambako wanasema mradi huu umekuwa mkombozi mkubwa kufuatia adha waliokuwa wakiipata wanafunzi awali ya kusafiri zaidi ya kilomita 20 kwenda na kurudi shule. Wanatembea takriban kilomita 10 kuifikia shule ya sekondari Mloa. Kwa hiyo ile kwenda na kurudi na maana wanatembea kilomita 20. Hii ni changamoto kwao na changamoto kwa wazazi, kwa sababu mwanafunzi anapata changamoto nyingi njiani. Tunafurahi sana kwa mradi huu sababu umetukomboa sana sasa wazazi. Hata kumfuatilia mtoto kama anaenda shuleni tulikuwa hatuwezi kwa sababu ni mbali, lakini sasa hivi hapa ni jirani. Ni maendeleo makubwa sana katika sekta ya elimu, kuhakikisha tunaboresha mitaala, kuhakikisha tunakuwa na mitaala ambayo inawalenga hawa vijana wawe wajasiriamali, kwa maana wajiajiri. Mradi mwingine uliozinduliwa ni zahanati ya Kiumba unaotajwa kugharimu zaidi ya milioni 100, ufadhili wa TASAF kwa kushirikiana na nguvu za wananchi, unaotajwa kuwa msaada mkubwa kwa wakazi wa Kiumba. Tumefurahi kwa sababu huduma zilikuwa Ikeru, kituo cha afya Makambako. Mtaa wa Kiumba ulikuwa unajumuisha mitaa mitatu. Kuna Makatani, Kiumba na Muungano. Kwa tukaona hapa ni center, ni katikati. Ndio tukakubaliana wananchi wote kwamba zahanati tujenge Kiumba. Mimi ninampongeza, pia natoa shukrani za dhati. Mungu pia ambariki. Kwingineko ni pamoja na mradi wa ujenzi wa soko la nafaka ya kimataifa eneo la Kiumba, uwekaji wa jiwe la msingi katika barabara ya Magegere, pamoja na ukaguzi wa vikundi vinavyonufaika na mikopo ya 10%. Mwenge wa uhuru utakimbizwa katika miradi 20 gharama ya shilingi bilioni 6.8 katika wilaya yetu ya Njombe. Naomba Mwenyezi Mungu anisaidie. Dickson Kanyika, Star TV, Njombe. Mtazamaji, tutoke Njombe tuelekee huko visiwani Zanzibar, ambako serikali ya mapinduzi Zanzibar kupitia idara ya kazi imezuia vibali vya kufanya kazi nchini kwa watumishi viongozi watatu wa hoteli ya kitalii ya Seacliff Zanzibar kwa madai ya kupuuza malalamiko ya wafanyakazi juu ya vitendo viovu wanavyofanywa. Taarifa zaidi na Abdullah Pando. Akizungumza baada ya kikao na wafanyakazi wa hoteli hiyo walipotoa malalamiko yao pamoja na uongozi wa hoteli hiyo, Kamishna wa idara ya kazi Wizara ya Nchi Ofisi ya Rais Kazi na Uwekezaji Zanzibar Rashid Ali anasema baada ya kuridhishwa na maelezo ya pande zote mbili, wameamua kutoa siku 3 kwa viongozi kuyapatia ufumbuzi malalamiko ya wafanyakazi hao. Kwa hiyo moja, tumezuia vibali vyao vya kazi ambavyo tunakwenda kufanya maamuzi navyo katika hatua ya mwisho, lakini la pili, tumeagiza kwamba mikato yote ilokatwa katika fedha za mishahara au zile ambazo zilitakiwa zilipwe kwa wafanyakazi hazikulipwa, hizi zilipwe ndani ya siku 3 ili utaratibu uweze kukaa
vizuri katika hili. Mkuu mkurugenzi wa usimamizi na uratibu wa shughuli za utalii Zanzibar kutoka Kamisheni ya Utalii, Adil Fauz, akizungumzia hatua wanazozichukua kwa upande wa kamisheni dhidi ya malalamiko hayo. Tulipokuwa tunajaribu kuzungumza nao, hawakutoa mashirikiano kwa serikali na tukawa tunapewa majibu ya mkato ambayo kiukweli hayakukidhi kile ambacho tumekuja kukitatua. Katika mjadala wa mazungumzo yao, imeonekana wazi kwamba viongozi wa hoteli hiyo hawako makini na kutoa majibu ya sofa mbele ya ujumbe uliokuwepo. But I also need to have an effort from both sides. Amiri Ali ni muajiri na msimamizi wa wafanyakazi katika hoteli hiyo. Ameonyesha kuridhika na hatua iliyochukuliwa na kamisheni ya kazi kutokana na wakati mgumu aliokuwa akiupata wakati akipokea lawama kutoka kwa wafanyakazi wake. Kama management tutashirikiana kuweza kutekeleza yote ambayo Mheshimiwa Kamishna ametuambia, Kamishna wa kazi, na baada atakapokuja hiyo siku tunategemea tutakuwa na majibu dhidi ya yote aliyotuelekeza. Mapema wafanyakazi wa hoteli hiyo walitoa malalamiko yao na maudhi wanaofanyiwa mbele ya ujumbe wa kamisheni ya kazi uliofika hapo. Hofu sometime unakuja humu ndani. Lakini tunafanya kazi kwa sababu ni wanyonge. Sasa ule unyonge wetu unafika bahati tunanyanyasika. Siku katuambia sisi ni kama vindagate. Kwa kweli mimi niliumia sana. Kutuambia sisi ni vindagate. Swala ambalo la kuita sisi ni kima, sisi ni mnyani, tuko kila aina ya rangi, sikuwa kwamba nimelichukulia kwamba la furaha. China wakazi amefika katika hoteli hiyo baada ya kuripotiwa kufanyika kwa mgomo kwa wafanyakazi hao siku ya sherehe za siku ya wafanyakazi duniani. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Asante sana Abdullah Pande kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusonge mbele. Madereva wa serikali mkoani Geita wamemwomba mkuu wa mkoa Martin Shigela kuwasaidia kutatua changamoto zinazokumba katika utendaji wa kazi, ikiwemo kutopatiwa fedha za kujikimu kwa wakati. Ni kongamano la madereva serikali mkoa wa Geita, lengo ikiwa ni kujuzana mafanikio na utendaji na mikakati katika kazi zao. Kila dereva alipata nafasi alikuwa na changamoto yake, kama gari kutofanyiwa matengenezo kwa miaka 3, kusindikizwa sheri katika uwekaji wa mafuta na baadhi ya maafisa, hali inayowafanya waonekane sio waaminifu. Ngoja kuliweka ili wazi, sio kwamba napenda. Imefikia hatua nikamfuata DTO, nikamwambia afande nisaidie ulikamata ile gari ili ofisi yangu iwajibike wanunulie matairi. DTO alinikwepa akaniambia nitafanya hivyo nitafanya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na imani katibu tawala atanisaidia kupitia hili. Lakini katika kunisaidia aangalie kuna mawili naweza nikazulika, sio kiafya lakini nitapelekwa vijijini kwenye gari la ugonjwa au nikanyang'anywa gari. Hasa sehemu ya mafuta. Unasindikizwa sheli mpaka anachukua risiti. Sasa unabaki kusikitika. Kuna waraka uliotoka Februari 25 mwaka huu ikieleza posho za uoshaji magari, madereva wote wawe na magari na madereva waliokaa muda mrefu kwenye mikataba waombewe kibali cha ajira ya kudumu. Madereva wote wanatakiwa wawe na magari, wawe na vyombo vya kuendesha, kwa sababu sisi ni madereva. Kazi yetu ni udereva. Pamoja na changamoto kuna mafanikio. Pia chama cha madereva mkoa wa Geita kwa kushirikiana na madereva ngazi ya taifa kimefanikiwa kumtoa dereva kutoka ngazi ya hudumu wa ofisi, yani operation service, mpaka ajira ya kudumu, yani pension. Wanakumbushwa uendeshaji ulio salama ili kuepusha ajali. Barabarani tukiacha gari, wapo watumiaji wengine ambao wanatumia barabara zetu. Kuna vyombo vya moto vingine, lakini kuna watembea kwa miguu. Sasa bado tunapokea changamoto, madereva wa serikali amtii sheria. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amepokea changamoto na kuahidi kuzifanyia kazi, huku akisisitiza kada hiyo ni sehemu ya uwajibikaji na wanategemewa katika kurahisisha kazi za viongozi na watumishi kwa ujumla. Tumefanikiwa kwa sababu ya madereva, kwa sababu wamewajibika kwa wakati na tumetimiza wajibu wetu kama viongozi na kama watendaji wa serikali. Tuatie moyo, tuendelea kuwapa ushirikiano, lakini kama hamna, mwanzishe mfuko ili mfuko huo uweze kuwasaidieni.
Aidha, wamefanya uchaguzi wa viongozi ambao watafanikisha umoja huo kupata haki zao na wao kutimiza wajibu wao. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Na maboresho yaliyofanyika yakijumuisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki kwenye taasisi za serikali yamesaidia kuondoa urasimu kwa kuwa na uwazi wa taarifa, hususan katika michakato ya zabuni, pia urahisi kwenye usimamizi wa rasilimali za umma. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omar. Ni sehemu ya mafunzo kuimarisha uelewa wa matumizi ya mfumo mpya wa kielektroniki wa manunuzi ya umma maarufu NeST. Walengwa ni halmashauri ya mji Ifakara, watumishi walio kwenye taasisi za umma wanaohusika moja kwa moja kwenye michakato ya zabuni na manunuzi ya umma, wakiwemo walimu, waganga wafawidhi, wenye viti na watendaji wa kata na vijiji, pia mafundi na wazabuni walio kwenye halmashauri hiyo. Uongozi wa halmashauri hiyo unasema mpango huo unalenga kuwa na uelewa wa pamoja, kuwa na ufanisi kwenye utekelezaji wa shughuli za kila siku. Tendo unapoijaza namna gani uijaze, kwa vipengele, kwa hatua, ndivyo uweze kuifanyia evaluation vizuri. Wameelewa namna ya kutunzaji wa nyaraka, namna ya kugawana majukumu. Walikuwa wanaelewa, lakini uelewa umeongezeka zaidi. Mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma PPRA ndio walioandaa mafunzo hayo. Wanasema mbali na kuimarisha uelewa kwa watumishi wanaohusika moja kwa moja, wanalenga pia kueneza elimu kwenye jamii namna ya kuzifikia fursa ikiwemo tenda za serikali. Hii itasaidia kuongeza moja ushiriki wa wazabuni, lakini pia itaondoa malalamiko, itakuwa na uwazi, patakuwa na ushindani, na hata hivyo serikali itajipatia thamani ya fedha katika ununuzi wake unaotekeleza, na hivyo kusaidia swala la maendeleo. Baadhi yao walengwa mafunzo hayo wameeleza pia mtazamo wao ufanisi wa mifumo ya kielektroniki kwenye utekelezaji wa majukumu yao. Mafunzo haya yawe endelevu kwa sababu yanaleta tija, lakini pia kuna zile updates ambazo zinatokea mpya. Kama kuna vitu vipya vinaongezeka katika mfumo wa ununuzi, tunaomba pia tunapewa kwa wakati ili tuweze kufanya kazi. Waweze kutumia huu mfumo kwa sababu kwanza unaokoa tuseme changamoto zile za ulalamikaji toka awali kusema kuna upendeleo. Hapana, kwa sababu ukiangalia wenyewe ndio wanaofanya kazi, na baadaye kama sisi watumishi wa manunuzi ndio tunakuja tunakaa meza pamoja na tunajadiliana. Mfumo huu mpya wa kielektroniki wa manunuzi ya umma maarufu NeST umebuniwa kuwa mbadala wa mfumo wa awali wa Tanzania National E-Procurement. Mfumo huu wa sasa wa NeST ulioundwa na wataalamu wazawa umeelezwa kuwa ndio suluhu ya changamoto ya awali, ikiwemo ucheleweshaji wa muda kwenye michakato ya zabuni. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hussein wa Star TV. Asante sana Omar Hussein kwa taarifa hiyo. Maadhimisho ya siku ya mkunga duniani kitaifa yanayotarajiwa kufanyika mkoani Shinyanga Mei 5, 2025 yametanguliwa na utoaji wa huduma za afya bila malipo kwenye viwanja vya zimamoto manispaa ya Shinyanga. Shabani Alei anatupasha zaidi. Akizungumza na vyombo vya habari, rais wa chama cha wakunga Tanzania Dr. Beatrice Mwidike amesema lengo la maadhimisho hayo ni kutoa elimu kwa wakunga pamoja na kukumbushana majukumu yao katika utoaji wa huduma. Tupo mkoani Shinyanga na tumekuja mahususi kwa ajili ya kufanya maadhimisho ya siku ya mkunga duniani. Kila mwaka ifikapo tarehe 5 mwezi wa 5 huwa tunakuwa na maadhimisho ya siku ya mkunga duniani kote, na kwa Tanzania tumeamua kufanya maadhimisho haya katika mkoa huu wa Shinyanga. Na kauli mbiu ya maadhimisho haya kwa mwaka huu ni mkunga, nguzo muhimu katika kila janga. Kama tunavyoelewa kwamba majanga yanapotokea, huduma za uzazi inabidi ziweze kuendelea. Mkunga ni kiungo muhimu cha kutoa huduma kwa jamii, hasa pale hata inapotokea majanga, kwa sababu swala la uzazi halisubiri majanga wala haliangalii kwamba kuna vita, haliangalii kuna mabadiliko ya hali ya hewa au kuna majanga ya asili yametokea. Basi mkunga mara zote huwa yuko kumhudumia mama ambaye yuko katika hali ya kujifungua. Pamoja na hayo, tutakuwa na mafunzo ambayo yanaendelea mahali hapa kuwawezesha wakunga kuweza kutoa huduma kwa weledi zaidi. Kwa hiyo tutakuwa kuna mafunzo mahususi kwa wakunga kwenye kujua namna gani ya kufanya kupunguza tatizo la kupoteza damu nyingi baada ya mama kujifungua. Lakini pia tutakuwa na mafunzo kutoka Wizara ya Afya, ambao mafunzo hayo ni kuweza kuwapa uelewa wa wakunga juu ya miongozo ambayo imeandaliwa katika kumwezesha mkunga kutoa huduma zake, na pia mkunga anapokuwa mkunga mtaalamu, je, anatakiwa na weledi wa namna gani? Kwa hiyo mafunzo haya yatatolewa na wenzetu kutoka Wizara ya Afya, kitengo cha
uuguzi na ukunga, lakini pia tutakuwa na mafunzo ambayo yanaelezea namna gani mtoto mchanga aweze kupata huduma mara tu anapozaliwa, na mafunzo haya yatatolewa na wadau wenzetu kutoka LEDO. Lakini pia tuna mabanda mbalimbali ambayo yameweka katika eneo hili, kwa hiyo wadau wanaweza wakapita katika mabanda hayo kuweza kuona huduma mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa na wataalamu wetu pamoja na wadau wetu. Mganga mkuu wa mkoa wa Shinyanga Dr. Yudas Ndungire amesema mkoa wa Shinyanga umepata heshima kubwa ya maadhimisho hayo. Kwa wakazi wa mkoa wa Shinyanga ni fursa kwao kupata huduma za uchunguzi wa magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ni siku muhimu sana sisi kama Wanashinyanga, wananchi wote kwa ujumla kuweza kujitokeza katika mkoa wetu wa Shinyanga kuja kupata huduma bure. Zipo huduma mbalimbali zitakazotolewa katika mabanda yetu yaliyoko hapa. Kwanza tuna huduma ya kina mama na changamoto mbalimbali zitokanazo na via vya uzazi kwa kina mama wajawazito, lakini vile vile tuna masuala ya kufanya uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi, lakini vile vile tunafanya uchunguzi wa saratani ya matiti, lakini vile vile tunatoa huduma ya uzazi wa mpango kwa kina mama. Tunafanya pia uchunguzi wa kifua kikuu, lakini tunao pia watu wa damu salama kuhakikisha kwamba tunaitumia hii fursa ya uwepo wa watu wengi kwa ajili ya kukusanya damu salama. Shabani Alei, Star TV, Shinyanga. Na viongozi wa dini katika madhehebu mbalimbali nchini wameshauriwa wasiwe wanasiasa na wala kuwa sehemu ya kuwa wachochezi, kwani wao ni sehemu ya kimbilio pale ambapo nchi itakuwa na changamoto, huku wakikumbushwa wajibu wa kuliombea taifa la Tanzania hasa katika mwaka huu wa uchaguzi mkuu. Hayo yameelezwa na wachungaji kutoka Tanzania na Kenya wa kanisa la Adventista Sabato walipokuwa wakihitimisha wiki ya uamsho iliyokuwa na maombi mbalimbali ikiwemo kuliombea taifa amani, umoja, mshikamano kuelekea uchaguzi mkuu. Akizungumza baada ya kufanyika kwa maombi ya kuliombea taifa, katibu wa jimbo la Mashariki Kati mwa Tanzania wa kanisa la Adventista Sabato Tanzania mchungaji Shashi Musa amesema walikuwa na maombi katika juma zima, ambapo ametumia nafasi hiyo kuwa na mahubiri pamoja na maombi. Amewaasa waumini kuwa wenye kusamehe na kujishusha, huku akiendelea kutoa rai kwa viongozi wengine wa dini kuendelea kuliombea taifa. Kama kanisa hatujiingizi kwenye siasa, lakini tuna waumini wetu ambao wanaweza wakawa ni wanasiasa au wakafanya siasa. Kwa hiyo wafanye siasa ya ustaarabu, lakini pia tuwashauri viongozi wengine wa dini wasiwe wanasiasa. Sisi ni sehemu ya makimbilio. Pale ambapo nchi itapokuwa kwenye shida, tuna kazi ya kuombea, lakini tuna kazi ya kufanya usuluhishi. Kwa upande wake mhubiri kutoka Kenya mchungaji Patrick Mutee amesema katika zama hizi ambazo dunia imeharibika, wakati mwingine makanisa na waumini wake wanajaribiwa, huku akieleza kanisa linapoingia katika siasa kunakuwa na changamoto kwa sababu ile roho ya Mungu inaondoka. Sisi kama waumini Mungu anatutumia katika hali ile ya kupiga kura, lakini Mungu anajua njia iliyo bora. Kama vile mtangulizi wangu alivyosema, ni kwamba tunapokuja pamoja kama kanisa, wale sana sana viongozi, wachungaji na mashehe, tukizungumza na waumini wetu, tuwaambie jukumu kubwa la kuchagua viongozi ni Mungu, hivyo tumtangulize Mungu. Wakati huo mchungaji Haruni Muturi wa kanisa la Adventista Sabato Kenya amesema katika wiki hiyo ya uamsho wametumia nafasi hiyo kujihoji mioyoni mwao na kujitoa upya kwa Yesu Kristo, kwa sababu anajua kuna majaribu. Katika dunia hii kuna dhiki, kuna majaribu, na hivyo kwa sababu hiyo majaribu hayo yote Mungu wetu aweze kusikia watu wake, aweze kuwarejesha kwa upendo wake kama jinsi ambavyo alikuwa hapo mbeleni, hapo awali walipoamini na kuingia katika kanisa. Awali mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato Kinondoni Victor Godfrey amesema amekuwa katika wiki ya uamsho iliyokuwa na lengo la kukumbushana mambo muhimu katika maisha ya Kikristo. Maombi haya yatakuwa endelevu kwa sababu tumeamshwa ya kwamba maombi ni maisha ya kila siku ya wale ambao wanatazamia maisha ya kiroho ama ambao wanamtazamia Yesu Kristo kurudi hivi karibuni. Kwa hiyo maombi ni ya kila siku na tutaendelea.
Na mtazamaji, turejee hapa Mwanza ambako ameeleza kuwa ajali nyingi zinazotokea barabarani zinasababishwa na madereva wengi kutozijua sheria na kanuni za usalama barabarani. Hii ni kutokana na wengi wao kujifunza kuendesha vyombo vya moto mitaani. Taarifa ya mwandishi wetu inasomwa studio. Baadhi ya wakazi wa wilaya Magu waliotii wito wa serikali wa kurudi vioni kujifunza zaidi kanuni na sheria za usalama barabarani katika uendeshaji wa vyombo vya moto wanasema ili kudhibiti ajali ni sharti madereva warudi darasani kuongeza maarifa. Ni ili kupunguza ajali zinazotokea kila siku, ni vizuri tukaweza kuhudhuria mafunzo ili tukaweza kujua alama mbalimbali, sheria na vitu vingi vya barabarani. Mimi nashauri madereva wengine ambao hawajafika kwenye hii nani wajitahidi wafike wapate elimu, maana itawasaidia sana. Inatakiwa niingieje barabarani, niendeshe vipi, spidi ngapi na mambo mengine mengi. Tumeelewa kwa kweli. Ni chuo kizuri. Shukuru Bernard akiwakilisha kundi la vijana madereva anaeleza chanzo cha ajali kinachotokana na madereva kutokujua sheria za usalama barabarani. Na especially ukifuatilia kwa mfano sisi tulioingia darasani tumefundishwa jinsi gani ya kuweza kutumia ule mwendo, kwamba kuna sehemu ambayo uruhusiwi overtake, kuna sehemu ambayo speed inapaswa iwe iwe ni ngapi. Mfano labda kuna sehemu unakuta kuna kibao cha speed ni 50. Lakini wenzetu unakuta anapita tu na speed 100. Lakini tumefundishwa ni wapi unapaswa ku overtake, wapi kuna daraja, wapi kuna roundabout unapaswa uipite vipi. Vitu vyote hivyo tumefundishwa. Kuna sheria tumeelekezwa ambazo tunapaswa kufuata sisi kama madereva ambazo huruhusiwi kufanya. Yani katika zile alama za barabarani kuna sheria zinakuelekeza kwamba ni amri. Pia anabainisha kuwa madereva wa pikipiki wamekuwa ndo chanzo kikuu cha ajali za barabarani kutokana na kujifunza nje ya mfumo rasmi. Unakuta bodaboda wanasababisha ajali kwa sababu wenyewe hawajali zile sheria za barabara za usalama wa barabarani. Wenyewe tu akiingia barabarani anajua kinachofanyika ni kuendesha pikipiki, kupata mteja na kumpeleka anako stahili. Sasa hilo jambo ni hatari sana. Wadau na taasisi mbalimbali wanashirikiana na serikali kutoa mafunzo kwa madereva juu ya elimu ya usalama barabarani, kikiwemo chuo cha Nyota cha jijini Mwanza. Hawa watu wanapokuwa kule vijijini wanakuja wanatumia barabara za mjini. Sasa wanapokuja kwenye barabara za mjini kama waelewi taratibu na kanuni za usalama barabarani, kusababisha ajali ni rahisi kwa sababu hajui sheria. Mafunzo hayo ni muendelezo wa agizo la serikali wakishirikiana na taasisi zinazotoa mafunzo ya udereva na elimu ya usalama barabarani kuhakikisha ajali zinapungua nchini. Namna katika kuunga mkono juhudi za kuhamasisha utalii wa ndani zinazofanywa na serikali chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, jamii wa Tanzania imeaswa kuwa na mazoea ya kutembelea na kujifunza malikali zilizopo nchini. Imebainishwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazoyakabili maeneo ya hifadhi nchini ni pamoja na uvamizi unaofanywa na baadhi ya wananchi wanaoingia kinyume cha sheria hifadhini na kufanya shughuli za kibinadamu, jambo linalosababisha uharibifu. Kutokana na hali hiyo, wasimamizi wa hifadhi mbalimbali za taifa wamekusanyika katika hifadhi ya taifa ya Serengeti katika kuelekea maadhimisho ya siku ya urithi wa dunia yatakayofanyika Jumatatu ya Mei 5, 2025 kubainisha faida za kutunza mazingira na utalii. Tumealika vituo vile ambavyo Tanzania kama taifa imevitaja kuwa ni vituo vya urithi wa taifa. Vituo hivi navyo vimealikwa na tumepata wawakilishi watatu, lakini vituo hivi vinajumuisha magofu ya Kunduchi, Kaole, Bagamoyo, Kalenga, Isimila na Livingstone kule Kigoma. Maadhimisho haya yanalenga kabisa kuwafikia wananchi kwa sababu tunatambua kwamba yapo maeneo haya ambapo wananchi hawana taarifa za kutosha. Lakini pia kwa kuadhimisha katika sherehe hizi, maana yake ni kwamba tunatoa fursa kwa wananchi walioko maeneo yote ya Tanzania waweze kufahamu kwamba huu urithi ambao tunasema ni urithi wa dunia sio una umuhimu wa kidunia, lakini pia una umuhimu kwa taifa letu pia. Wito unatolewa kwa wananchi kushirikiana na wahifadhi wa maeneo ya urithi wa dunia ili kutunza maeneo hayo kwa faida ya kizazi cha sasa na baadaye. Kuna fursa nyingi ambazo Mji Mkongwe tunaendelea kuutunza kwa ajili ya kuimarisha pamoja na kuyatengeneza majengo. Tumeanza kuyatengeneza majengo takriban 10
na kati ya hayo 5 tayari yanaendelea na matengenezo. Hilo ni moja ya jukumu la Mji Mkongwe katika kuendeleza na kuutunza. Hivyo tunatoa wito kwa wananchi wetu mahali pengine popote palipo maeneo haya, iwe ya urithi wa dunia, iwe urithi wa kitaifa, tunaomba ushirikiano wa wananchi kwa sababu ya kushirikiana. Sisi ni wadau wasimamizi, lakini maeneo ni ya wananchi. Kwa hiyo wananchi tunaomba tushirikiane. Eneo la hifadhi ya Ngorongoro inashiriki katika maadhimisho haya kwa sababu ni moja kati ya maeneo ambayo katika nchi ya Tanzania na dunia kwa ujumla ina takribani sifa 5 kati ya zile sifa 10 zinazofanya maeneo yaweze kutambulika kama maeneo ya urithi wa dunia. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tena mapumziko mafupi, tutakaporejea hapa tutakuwa na wasaa wa Jicho Letu Mkoani. Tafadhali endelea kuwa nasi. Wanikolea Star Times kwa antena. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tutakuboost kwenda Mambo, na ukilipia Mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakuboost kwenda Uhuru mwezi mzima. Huku wale watakaolipia Uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata ofa ya siku 5 zaidi bure. Huku kwa wateja wa kisimbuzi cha Dish, ukilipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tutakuboost kwenda Smart, na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, kwenda Super kwa mwezi. Huku wale watakaolipia Super 38,000 kwa mwezi watapata ofa ya siku 5 zaidi bure kabisa. Jiunge na Star Times kwa bei ya punguzo. Upate dekoda ya antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, au dekoda ya Dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku ukilipia kifurushi chochote ukipendacho kwa mwezi, nasi tutakuboost hadi kifurushi cha juu yake kwa mwezi mzima bure. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room ya God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Kalamu ni maisha yetu. Inaangaza demokrasia na utawala bora. Inachochea maendeleo na kujenga uchumi. Inaanika changamoto na kuleta suluhisho. Lakini inaunganisha jamii na kukuza uzalendo. Chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA kwa kushirikiana na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA wanakuletea Samia Kalamu Awards. Kalamu Awards, tuzo zinazotambua uandishi wa habari za maendeleo unaozingatia maadili, weledi na uzalendo. Lengo la tuzo hizi ni kuhamasisha matumizi bora ya kalamu katika kujenga jamii yenye taarifa sahihi na maendeleo jumuishi. Hafla ya utoaji wa tuzo hizi itafanyika Mei 5, 2025 katika ukumbi wa The Superdome Masaki. Mgeni rasmi atakuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukio hili ni kuanzia saa 12 jioni. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni wasaa wa Jicho Letu Mkoani. Tuelekee huko mkoani Mara ambako madiwani wa halmashauri ya wilaya Serengeti mkoani Mara wameeleza kutoridhishwa na kasi ya ujenzi wa mradi wa maji wa bwawa la Manchira. Mradi huo ni miongoni mwa miradi 28 ya miji ambayo serikali ilitoa ili kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi. Kutoka Serengeti, Sospita Mabirika ana undani wa habari hii. Wakizungumza katika kikao cha robo ya pili cha baraza hilo wilayani Serengeti, madiwani hao wamesema mradi huo unakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na ucheleweshaji wa ujenzi. Wameeleza kuwa muda uliopangwa kwa ajili ya kukamilika mradi huo umeshapita, hali inayodaiwa kukwamisha maendeleo ya wananchi. Mradi huu kwa kweli ukiangalia kwa taarifa tuliopewa ni kwamba ulitakiwa ukamilike tarehe 11 mwezi wa 4 25. Sasa leo hata ile namna ya kuona tu kwamba kuna mabomba yanakuja au mitaro inachimbwa hatuoni hata dalili.
Sasa manager anatuambia wameongeza miezi 6 tarehe 11 mwezi wa 6 Mheshimiwa Mwenyekiti, ni uhakika gani sasa tutakuwa nao kwamba hii kazi kufikia tarehe hizo wanazozitaja utakuwa mradi umekamilika, wakati wamepewa miaka miwili, hata nusu ya mradi peke yake hawajafika. Mheshimiwa Juma Aweso tunamuona kule akirukaruka, maji yanatoka sehemu zingine wanamsifia. Huku Serengeti kumekuwa na nini? Katika mji wetu wa Mgumu kuna nini? Kwa nini kila siku ni ahadi kwa wananchi? Tunadanganywa kwa kura kwamba ikifika uchaguzi maji yatakuwa yametoka. Saa hizi tena wamekuja na gia kwamba hadi kufika uchaguzi. Kwani uchaguzi ndio sisi tunahitaji maji? Hakuna siku tunayohitaji maji tofauti na uchaguzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama baraza tulikuwa tunamuomba waziri wa maji aje Mgumu. Kaimu meneja Mguasa wilaya Serengeti mhandisi Geoffrey Matiko anaeleza sababu za mradi huo kushindwa kukamilika kwa wakati, huku makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Serengeti Samson Rioba akiwahimiza madiwani kusimamia miradi ya wananchi pasina kuogopa mtu yoyote. Changamoto iliyosababisha mradi kuchelewa, cha kwanza mkandarasi alichelewa kuanza kazi. Lakini cha pili, hali ya hewa ya mvua inapokuwa nyingi, yale maeneo hayaingiliki, kwa maana inashindikana kuingiza material kwa wakati. Bila sisi waheshimiwa madiwani kusimamia, kushirikiana na wale wananchi katika utekelezaji wa ile miradi, kwa kweli ingelikuwa hatungekuwa cha kujivunia. Kutoka Serengeti, Sospita Mabirika, Star TV. Mtazamaji, tuende mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Kalamu ni maisha yetu. Inaangaza demokrasia na utawala bora. Inachochea maendeleo na kujenga uchumi. Inaanika changamoto na kuleta suluhisho. Lakini inaunganisha jamii na kukuza uzalendo. Chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA kwa kushirikiana na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA wanakuletea Samia Kalamu Awards. Kalamu Awards, tuzo zinazotambua uandishi wa habari za maendeleo unaozingatia maadili, weledi na uzalendo. Lengo la tuzo hizi ni kuhamasisha matumizi bora ya kalamu katika kujenga jamii yenye taarifa sahihi na maendeleo jumuishi. Hafla ya utoaji wa tuzo hizi itafanyika Mei 5, 2025 katika ukumbi wa The Superdome Masaki. Mgeni rasmi atakuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukio hili ni kuanzia saa 12 jioni. Karibu sana mtazamaji katika habari za biashara na uchumi. Mradi wa skimu 8 za umwagiliaji wa zao la vitunguu katika eneo la Mang'ola wilayani Karatu wenye thamani ya shilingi bilioni 38 unatarajiwa kuondoa kabisa changamoto ya maji inayowakabili wakulima wa zao hilo ambalo ni tegemeo kubwa la uchumi wa wilaya ya Karatu. Njelo Muleka ana taarifa hii. Eneo la Mang'ola linalopatikana katika bonde la Ziwa Eyasi wilayani Karatu ni maarufu kwa kilimo cha vitunguu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ingawa kwa muda mrefu lilikabiliwa na changamoto ya maji kwa ajili ya umwagiliaji mashamba ya wakulima wadogo. Katika kukabiliana na hali hiyo, sasa serikali inatekeleza mradi wa skimu ya umwagiliaji ambao hata hivyo bado unahudumia sehemu ndogo ya mashamba katika eneo hilo. Skimu ya umwagiliaji inahudumia wakulima zaidi ya 1000 kama na 20 na kitu, ambayo ina hekari 2211. Ni kweli tunaishukuru serikali kwa kutujengea miundombinu, lakini kwa sasa tuna uhaba wa maji, hivyo imetupelekea sisi kwenda kwenye kilimo cha msimu ambacho ni kilimo cha kupokezana. Hata hivyo, kwa mujibu wa afisa kilimo halmashauri ya wilaya Karatu, Weda Peter, kilio cha maji kwa wakulima hao itakuwa historia pindi mradi utakapokamilika, kwani utahudumia takriban mashamba yote zaidi ya hekta 7500. Hii mifereji itakapokamilika itakuwa imesakafiwa kilomita zaidi ya 65. Lakini mpaka sasa hivi tuko kwenye asilimia kama 20 ya usakafiaji kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Ina maana mradi ukishakamilika basi hizo changamoto zitapungua. Na awali kweli kulikuwa na shida kwa sababu mifereji ilikuwa ni ya kawaida.
kwa hiyo maji yalikuwa yakipotea njiani, na ilifika mahali tunagawana maji kwa ukanda. Wakati serikali ikitekeleza jukumu hilo, taasisi ya TAHA kwa kutambua ushiriki wa vijana katika kilimo hicho kupitia mradi wa vijana kilimo biashara, sasa imejielekeza kuwezesha mafunzo kwa wakulima hao kuhusu mbinu sahihi za kilimo hicho, ikiwa ni pamoja na utambuzi wa visumbufu vya mimea na matumizi ya viuatilifu kupitia kwa wataalamu wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania. Watu wengi hawajui namna ya kutumia viuatilifu, watu wengi hawajui namna ya unyunyizaji uliokuwa bora. Wakishapata mafunzo hayo, vitunguu vitakuwa bora, na tukipata masoko ya nje na ya ndani wanaweza kuuza, na watumiaji watatumia vitunguu ambavyo ni salama. Maoni yangu ni kwamba watu wa eneo hili wanahitaji sana maelekezo ya matumizi sahihi na utunzaji wa viuatilifu, na hata kutumia njia mbadala mbali na viuatilifu vya kemikali, au kutumia kwa pamoja kwa kutumia njia usishi, ili kupunguza matatizo ya usugu pamoja na mabaki ya viwango vya juu vilivyopitiliza kwa viwango vya soko la nje. Inadaiwa kuwa vitunguu vinavyolimwa katika eneo la Mang'ola vinapata soko la kutosha katika nchi za Kenya, Sudani na Sudani Kusini. Angelo Mwaleka, Star TV. Na halmashauri ya Buchosa wilayani Sengerema mkoani Mwanza imevuka lengo la ukusanyaji mapato ya ndani kwa 80% badala ya 75% hadi kufikia Machi mwaka huu. Hayo yamesemwa na katibu tawala msaidizi mkoa wa Mwanza, usimamizi na ufuatiliaji anayehusika na halmashauri Kusile Swai katika kikao cha robo ya 3 cha baraza la madiwani wa halmashauri ya Buchosa wilayani Sengerema mkoani Mwanza. Buchosa kwa kota ya 3 ndio ambayo mnajadili mheshimiwa mwenyekiti, umefika 79%. Tayari wamevuka lengo la kota ambalo linatakiwa. Ninawapongeza sana kwa hilo. Akiongoza kikao hicho, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Buchosa Maximilian Mkungu amesema kasi ya ukusanyaji wa mapato itaendelea kufanyika kwa weledi. Lengo ni kufikia 100% ya mapato. Tumepanga tupate bilioni 3,889,356, lakini ukiangalia pale mapato ya ndani tuna bilioni 3,82,000 kama na 13,000 na ushe. Sasa ina maana ukiangalia tuko asilimia 80, na sisi mapato ya ndani ukiangalia kwa mwezi mapato ya ndani tunataka tupate milioni 292,44,750. Naye katibu tawala wa wilaya Sengerema Cuthbert Midala ametumia kikao hicho kusisitiza suala la kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Sambamba na uchaguzi kuna uboreshaji wa daftari, kwa pia tuhamasishe wananchi wajitokeze ili wasije wakakosa haki yao ya katiba ya kushiriki uchaguzi. Zoezi tutaendelea, taarifa zimepewa na nadhani mwanzo kwa mmeshaipata, ili kuhamasisha wananchi wajitokeze waboreshe taarifa zao. Uchaguzi unakaribia. Nao baadhi ya madiwani wakichangia hoja katika kikao hicho wameshukuru serikali kwa kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo katika maeneo yao na kueleza umuhimu wa ukusanyaji wa mapato. Tumekusanya mapato ya serikali na mapato yanayotoka serikalini tumeyasimamia kwa kuyaheshimu. Kwa hiyo mianya za rushwa za kukulisha mapato hazikuwepo. Madiwani tulikuwa macho na kaa tunaangalia, na ndivyo maana ya kupata haki safi, kwamba kuna ujenzi wa barabara la Tasafu lililokuwa linajengwa, na katika barabara lile kuna bomba lilikatwa na maji yanakuwa yakiporomoka sana, lakini bahati nzuri niliwauliza vijana hao wa RUWASA wanaofanya kazi hizo, wakasema sisi hilo hatuhusiani nalo. Serikali haiwezi katoa hela tena kwa ajili ya hilo bomba. Kikao hicho kililenga kutoa taarifa za maendeleo ya kata na kimewashirikisha madiwani, wakuu wa idara, wakuu wa taasisi, wataalamu, kamati ya usalama ya wilaya na wadau wa maendeleo. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Na shirika la taifa la maendeleo nchini NDC limeingia makubaliano na kampuni ya kilimo ya Labio Farm kutoka Jamhuri ya Cuba yenye lengo la kubadilishana utaalamu katika sekta ya kilimo, ikiwemo masuala ya utengenezaji viuatilifu visivyotumia sumu ya kuua wadudu wanaoharibu mazao ya kilimo. Akiongea mara baada ya hafla hiyo ya utianaji saini, balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole amesema serikali ya Tanzania tayari imetenga zaidi ya shilingi bilioni 10 ili kufanikisha mchakato wa utengenezaji wa viuatilifu hivyo unafanyika nchini. Serikali itatenga fedha
zaidi ya bilioni 10 kwa hatua ya mwanzo kwa ajili ya hizi bidhaa bunifu kuja hapa Tanzania ili ziweze kufika kirahisi kwa wananchi wetu. Tumeanza kidogo, lakini uamuzi huo umeshafanyika na ninayo furaha na kwa kujiamini kabisa kuambia tumefika katika eneo hilo. Lakini mwendo mrefu ni viwanda vyote hivi vitafanyika hapa hapa Tanzania na kujenga uwezo vita dhidi ya ugonjwa wa malaria hapa nchini. Na hili ambalo tunalifanya leo hapa sio sekta ya kilimo tu, lakini pamoja na afya za Watanzania. Kwa hiyo leo tunafanya mambo kadhaa. Moja, tutasaini mkataba kwa ajili ya kuweza kuzalisha bidhaa mpya za kilimo kwa maana ya mbolea. Kwa hiyo tutakuwa na bidhaa kama 3 ambazo zitakazozalishwa, lakini tunaenda kuongeza bidhaa nyingine za viuatilifu ambazo tayari tunazalisha 1. Lakini tukio kubwa ambalo tunafanya hapa leo ni makabidhiano rasmi ya teknolojia katika kiwanda hiki. Na hii ni teknolojia ambayo tunahamisha leo, ni teknolojia ya kuzalisha viuadudu kwa ajili ya kupambana na magonjwa ya malaria na magonjwa yote ambayo yanaambukizwa na mbu, kijumuisha dengue na magonjwa mengine. Lakini pia tunahamisha teknolojia ya kutengeneza viuatilifu kwa ajili ya mazao. Since its inauguration in 2017, although the factory has not performed as planned, its production has had a positive impact of reducing malaria prevalence rates in Tanzania. The renewed impulse that both parties have given to the operation and development of the Kibaha factory since the negotiation process in July 2022 has allowed the significant progress in increasing and diversifying production. Aidha, makubaliano hayo kati ya shirika la taifa la maendeleo nchini NDC na kampuni ya kilimo ya LabioFarm kutoka Jamhuri ya Cuba yatakwenda kukuza sekta ya kilimo nchini ambayo inachangia 26% ya pato la taifa na kuajiri 3/4 ya nguvu kazi ya taifa. Tazamaji, twende mapumziko mafupi, tutakaporejea hapa tutakuwa tukidunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali sibadili kituo. Ufalme wetu haukaukiwi. Hapa show mbili mpya, huku tamthilia endelevu. Hapa vicheko na kule madrama kama yote ndani ya Maisha Magic Bongo. Dada, umekanyaga waya. Kulipia piga *150 *53 reli. Wafalme wa loko, usikanyage waya. Mtazamaji, karibu sana katika habari za michezo na burudani. Kocha msaidizi wa klabu ya Simba Suleiman Matola amesema licha kuwa timu ya JKT Tanzania ni miongoni mwa timu nzuri nchini, klabu yake imejipanga kushinda mchezo wao wa Jumatatu dhidi ya timu hiyo katika michezo wa ligi kuu ya NBC. Simba inaingia kwenye uwanja wa KMC Complex ikiwa na kumbukumbu nzuri ya ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya maafande wa Mashujaa FC ya Kigoma katika mchezo ulioteka hisia za mashabiki wa soka nchini. Suleiman Matola, kiungo wa zamani wa klabu hiyo ya Msimbazi, amesema licha ya msongamano wa ratiba kwa kucheza mechi kila baada ya siku 2, benchi la ufundi limejidhatiti kuhakikisha wanapata matokeo bora katika kila mchezo.
Maandalizi yanaenda vizuri kabisa kama nilivyosema juzi. Tuna wakati mgumu, kila baada ya siku mbili tuna mechi, kwa hiyo ratiba imekuwa ni ngumu kwetu sisi, lakini tunamshukuru Mungu baada ya mechi ya juzi hatujakuwa na injury yoyote na timu yote ilirudi kambini na kwa ajili ya maandalizi ya JKT Tanzania. Kwa hili kwa kweli kinatupa imani kubwa sana, japokuwa tunajua haitakuwa mechi rahisi. JKT Tanzania ni timu ambayo ni timu nzuri, timu ambayo imejaza wachezaji wazoefu na mwalimu mzuri. Haitakuwa mechi rahisi, lakini pamoja na ugumu wao tunahakikisha kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Matola amesema swala la kutengeneza nafasi na kushindwa kuzitumia, benchi la ufundi linazidi kufanya mabadiliko ya kiufundi kwa lengo la kukabiliana na hali hiyo. Ni tatizo ambalo kiukweli limekuwa linakuja linajirudia na tumekuwa tunajifanyia sana kazi. Hata juzi nafikiri limejitokeza tena. Lakini kama benchi tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi na ni kitu ambacho tumekifanyia sana kazi. Kwa hiyo na imani katika mchezo wa kesho nafasi zitakazopatikana basi inshallah zitageuzwa kuwa magoli. Mwakilishi wa wachezaji wa klabu ya Simba David Kameta Duchu amesema kimsingi wapo tayari kwa ajili ya mechi dhidi ya maafande wa JKT Tanzania, wakiamini mchezo utakuwa mgumu ukitawaliwa na ushindani. Kwanza sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wa kesho na tumeweza kujiandaa vizuri kama mwalimu alivyosema. Baada ya mchezo wetu wa juzi, baada ya kuisha tuweza kurudi kambini kuweza kujiandaa na mchezo huu. Tunatarajia mchezo hautokuwa rahisi kama mwalimu alivyosema, kutokana na ratiba yetu jinsi ilivyo na michezo yetu jinsi ilivyo. Kwa hiyo kama wachezaji tumejiandaa vizuri kupokea mbinu za mwalimu na ambazo ametuelekeza ili kuweza kuzitumia katika siku ya kesho. Baada ya mechi hiyo dhidi ya JKT Tanzania, Simba itarejea tena kwenye uwanja wa KMC Complex kukipiga na timu ya Pamba Jiji ya Mwanza kabla ya kusafiri kwenda mkoani Tabora Mei 11 kucheza na KMC kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Abdullah Tilata wa Star TV. Na sasa mtazamaji, nimrejeshe tena Abdullah Tilata kwa habari za michezo za kimataifa. Rais wa timu ya Santos FC ya Brazil, Marcelo de Teixeira, amesema klabu hiyo inafanya jitihada za kumuongezea mkataba mchezaji Neymar Santos Jr. hadi fainali za kombe la dunia za mwaka ujao, licha ya wasiwasi unaoendelea juu ya mshambuliaji huyo kukumbwa na majeruhi. Neymar amejiunga tena na Santos FC ambayo ni klabu yake ya utotoni iliyomuibua akiwa bado kinda kwa mkataba wa miezi 6 ulioanzia Januari mwaka huu baada ya zaidi ya mwongo mmoja kucheza soka barani Ulaya na baadaye kutimkia barani Asia kucheza soka Saudi Arabia. Teixeira amesema lazima wachunguze njia za kiufundi waweze kubadilisha ufuatiliaji wa kupona wa Neymar Santos Jr. na uwepo wake uwanjani, ikiwa na nafasi kubwa ya kuweza kumuongezea mkataba na kusalia klabuni hapo hadi katika fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Neymar amekuwa na jinamizi la matatizo ya maumivu ya misuli tangu arejee Oktoba mwaka jana kufuatia jeraha la goti ambalo limweka nje ya uwanja kwa zaidi ya mwaka mmoja, huku mchezaji huyo aliyegonga umri wa miaka 33 akiwa amecheza mechi 9 pekee katika kipindi chake cha hivi punde akiwa na timu ya Santos na kufunga mabao 3. Teixeira amesema walipomrudisha Neymar nyumbani walijua kwamba alikuwa ameumia, na kwa kulijua hilo benchi la ufundi liliona ni muhimu kupatikana kwa Neymar na jopo la matabibu kuweka muundo ili mchezaji huyo aweze kupona kabisa, na ana furaha kuwepo katika klabu hiyo kwa vile ni nyumbani kwake. Wakati zikiwa zimesalia siku 403 kabla ya kuanza kwa fainali za kombe la dunia Juni mwaka 2026 katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada, jiji la Atlanta Marekani limeweka juhudi la kufufua na kuendeleza jiji hilo kibiashara kabla ya fainali hizo katika maeneo ya Showcase Atlanta na Central Atlanta Progress. Mtandao wa kibiashara utafanyika Alhamisi Mei 8 ukijumuisha taarifa kuhusu rasilimali za maonyesho ya Atlanta na Central Atlanta Progress zitakazopatikana ili kujenga maduka yaliyo wazi ndani ya jiji hilo kupitia uboreshaji wa kuinua wafanyabiashara na sanaa za umma. Mkurugenzi mtendaji wa Showcase Atlanta, Norie Garcia, amesema maono ya jiji ni kuwaleta pamoja ili
ili waweze kuhakikisha wakazi wa jiji hilo linaloandaa mechi 8 za fainali za kombe la dunia, ikijumuisha mchezo mmoja wa nusu fainali kwenye uwanja wa Mercedes-Benz wanashiriki, sio kutazama tu, na kwamba biashara ndogo ndogo itakuwa ni sehemu ya kutoa uzoefu huo katika kuandaa fainali za kombe la dunia. Fainali za kombe la dunia zinakadiriwa kuwa na faida za kiuchumi za takriban dola bilioni 1 katika jiji la Atlanta, ambapo jiji hilo litakuwa mwenyeji wa pili katika idadi ya mechi huko Marekani, nyuma ya jiji la Dallas, Texas. Meya wa jiji la Atlanta, Andre Nixon, amesema katika hafla ya kombe la dunia za mwaka 2026, wamiliki wa biashara ndogo ndogo wanaotaka kutafuta eneo la mbele ya maduka kwa wamiliki wa majengo wanaweza kujiandikisha kwa ajili ya kusalia hadi mwisho wa fainali za kombe la dunia Julai mwaka 2026. Bondia Anthony Joshua wa England amesema atafanyiwa upasuaji wa kiwiko cha mkono mwezi huu kabla ya kurejea tena ulingoni. Joshua, bingwa wa dunia wa zamani wa uzito wa juu mara 2, amekuwa nje ya ulingo tangu apate kipigo kikali cha raundi ya 5 kutoka kwa bondia Daniel Dubois katika uwanja wa Wembley jijini London Septemba mwaka 2024, na sasa anajaribu kurekebisha mwili wake kabla ya kurejea tena ulingoni. Joshua amesema ni lazima afanyiwe upasuaji mdogo katika kiwiko cha mkono na kumfanya awe nje ya gym kwa takriban wiki 6 hadi 8, na atakapopona atarejea kwenye ulingo wa mazoezi. Joshua, ambaye ameshinda mapambano 28 kati ya 32, alikuwa Riyadh, Saudi Arabia Jumamosi kumtazama bondia Samuel Canelo Alvarez alipomshinda William Scholes kwa pointi. Aprili mwaka huu, promota Eddie Hearn aliweka wazi kuwa anaamini kwamba pambano kati ya Joshua na bingwa wa dunia wa uzito wa juu mara 2 Tyson Fury bado linaweza kutokea. Kinachohitajika ni ujumbe wa moja kwa moja kati ya mabondia hao katika mitandao ya kijamii, licha ya Tyson Fury kutangaza kwamba amestaafu masumbwi. Joshua aliunganisha mataji ya uzito wa juu wa dunia WBA, IBF na WBO mwaka 2018 kwa kuyatwaa baada ya kumdunda bondia Andy Ruiz Jr. mwaka 2019 kabla ya kuvuliwa mataji hayo na bondia Alexander Usyk mwaka 2021. Michezo na burudani, hitimisho lake ni kibwagizo. Mtoto wa bandia azua taharuki kwa wenye mahaba na watoto, mioyo yao yasimama kwa mshtuko. Siku zote upuuzi huandikwa na kusimuliwa na mpuuzi, hivyo ni muhimu mpuuzi akapuuzwa. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Star TV. Kwa niaba ya chumba cha habari, jina langu ni Abdullah Othman. Kwaheri, ulale unono.